zwar aus 1. Johannesbrief, aus dem 5. Kapitel von Vers 13. Tunasoma neno moja leo katika barua ya kwanza ya Yohana sura 5 mstari wa 13. Yohana wa kwanza sura 5 mstari wa 13. Yohana wa kwanza sura 5 mstari wa 13. Maneno haya ninawaandikia ninyi wenye kuamini jina la mwana wa Mungu, ili mjue ya kuwa mna uzima wa milele. Mstari wa 14. Na huu ndio uhodari tulio nao mbele yake, ya kama tukiomba kitu sawasawa na mapenzi yake, anatusikia. Mstari wa 15. Na kama tukijua ya kwamba anatusikia yoyote ambayo tutamwomba, tunajua ya kwamba tumekwisha kupewa maombi tuliyomwomba. Mstari wa 16. Mtu akiona ndugu yake akitenda dhambi isiyo ya mauti, ataomba, na Mungu atampa uzima kwa ajili ya hawa wanaotenda dhambi isiyo ya mauti. Kuna dhambi iliyo ya mauti. Sisemi ya kuwa ataomba kwa ajili ya hii. Mstari 17. Yote yasiyo ya haki ni dhambi, tena kuna dhambi isiyo ya mauti. Mstari 18. Tunajua ya kama kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, lakini yeye aliyezaliwa na Mungu anajilinda mwenyewe, wala yule mwovu hamugusi. Mstari 19. Tunajua ya kuwa sisi ni wa Mungu, na dunia yote pia inakaa katika yule mwovu. Mstari 20. Nasi tunajua ya kwamba mwana wa Mungu amekwisha kuja, naye ametupa sisi akili ili tumjue yeye aliye wa kweli. Nasi tuko ndani yeye aliye wa kweli, ndani ya mwana wake Yesu Kristo. Huyu ndiye Mungu wa kweli na uzima wa milele. Watoto wadogo, mujilinde nafsi zenu kwa sanamu. Mstari 21 ile. Mpaka hapa hili neno takatifu na la damani la Mungu. Tunasimama kwa ajili ya maombi. Tunakushukuru kwa ajili ya uaminifu wako Bwana, kwa maana unaturuhusu kuweza kukusanyika hapa tena mbele yako Bwana. Tunakushukuru kwa ajili ya neno lako takatifu na damani. Tunafurahi sana kwa sababu tuko na neno lako na tunaweza kushota bila kuchoka ndani ya neno lako, tutosha ndani nguvu mpya na uzima mpya Bwana. Tunafurahi sana Bwana. Bwana, tubariki jioni hii. Bariki pamoja nasi taifa lako lote Bwana. Bwana, bariki wote Bwana Mungu wangu. Bariki pia mahitaji na maombi, unajua zote. Unajua pia tabu Bwana. Hatujue cha kuambia, lakini ututazame. Unajua Bwana mioyo ya wale walioandika. Mungu, hakuna chochote kinachofichwa mbele yako, lakini utazame sisi sote kwa rehema na utupatie Bwana msaada ambao wanaohitaji wote. Sana sana dada yetu Pirsik Bwana, umsimamishe Bwana, umponye Bwana. Mungu mwaminifu, tunaweza tu kuja kwako Bwana na kupatia yote katika mikono yako na kusihi utupatie rehema zako. Kubali Bwana shukurani zetu na mabudu yetu, na usaidie taifa lako liweze kusifu na kutukuza. Haleluya Bwana, baki pamoja nasi katika makusanyiko haya yote katika jina la Yesu. Amina. Amina. Tunakaa akose tutaweza kuimba tena pambio fulani sisi sote pamoja. Ninafurahi sana kwa sababu mimi ni wako. Ninafurahi sana Bwana kwa sababu mimi ni wako. Ninaweza kuwa wako kwa neema. Uliniweka huru toka dhambi zangu na kunifanya kuwa safi. Nafurahi sana Bwana kwa sababu mimi ni wako. Ndugu Frank, karibu na nyumbani. Karibu na nyumbani. Hapa karibu kazi itamalizika, ndipo sasa nitapumuzikia nyumbani. Karibu na nyumbani. Karibu na nyumbani. Hapa karibu kazi itamalizika, ndipo sasa nitapumuzikia nyumbani.
Tunakaribisha wote jioni hii. Tunafurahi sana kwa sababu tunaweza kuamini yale ambayo tunayosoma katika maandiko matakatifu, na tumekwisha kuisikia mara nyingi kutoka kinywa cha ndugu Branamu akisema ya kwamba kutokuamini ndiyo mwanzo wa mambo yote, na nyuma ya kutokuamini adui anasimama. Kutokuamini na kudharau Mungu na neno lake, na adui iko katika kazi tangu bustani ya Edeni ili aweze kupanda mashaka na kutokuamini kwa ajili ya neno la Mungu ndani ya mioyo ya watu, na wale wote ambao waliomsikiliza walianguka. Lakini Mungu alikuwa na watu na akawaweka hapa duniani ambao wasioweza kusikiliza adui na matafsiri zake, ambazo ndani yake munakuwa tu ni mashaka na kutokuamini, munakuwa mashaka na kutokuamini, munakuwa ni kama na lakini Mungu ana watu hapa duniani ambao wasiosikia yale ambayo adui anataka kutoa, lakini wanaoweza kuamini neno la Mungu kama vile lilivyoandikwa. Kuna watu ambao walioweza kujiingiza ndani ya Biblia wakajikaza kuweza kulielewa, na lakini wakaanguka katika kutokuamini kwa sababu hawakuweza kuingia katika maneno ya ufunuo wa kiungu wakiwa na imani na wakiwa na moyo ulio wazi, lakini waliingia ndani wakiwa na akili tu ya ujuzi au ya elimu, na kisha wakasoma katika Injili moja ya kwamba hao wawili waliokuwa wamesulubishwa pamoja na Kristo walikuwa wamemkufuru, na katika andiko ingine walisoma ya kwamba mmoja wao aliweza kumkufuru na mwingine akamwita, na kisha tena wakasema, sasa namna gani hii inaweza kuwa ni neno la Mungu? Lakini mtu aliye na roho wa Mungu ataweza kuona habari hiyo waziwazi. Kwa mwanzo hawa wawili hawakuweza kuelewa ilikuwa inahusu nini, na kisha wakasema kitu fulani kilichokuwa hakikuwa zuri. Hiyo ni Mathayo sura 27:24. Na kisha mmoja akapiga kwenye kifua chake akasema ndani ya Luka sura 23:39 mpaka 43 ya kwamba Bwana unisamehe mimi mwenye dhambi. Mmoja wa injilisi alisema sehemu ya kwanza na mwingine akasema ya pili, na hao wawili ni wasema wa kweli, na yote naunga kweli ya halisi, na mambo yote iko wazi wakati unapoweza kuishika kama vile livyo, na kama roho wa Mungu anaweza kuja kutusaidia na kusema ilikuwa namna hivi, na uiambie watu ili waweze kujua namna gani mambo yalifanyika. Lakini wateolojia wanavunjika vichwa, wanapotea wao wenyewe katika neno la Mungu na yote ambayo wanayofanya. Lakini Bwana ashukuriwe kwa ajili ya watu ambao wanaoweza kuamini kwa moyo wao wote. Mtu anayetafuta mambo kama hayo ndani ya Biblia atayapata, hiyo kupingana kulingana yeye. Lakini mtu anayetafuta Mungu atapata Mungu, na yule anayejifunua kwake atasaidiwa katika mambo yote. Anajua iko namna gani, atajua iko namna gani. Na kama unaweza kupata ndani ya Biblia kitu fulani ambacho haujaweza kupanga vizuri, Roho wa Mungu atatupatia wakati ambao tutaweza kuyafanya na kuyapanga vizuri. Hapa nina gazeti iliyo katika hii mahabari za kila juma. Sitaki kuweza kuleta na kusema kichwa ya maneno yake. Hapa inahusu tafsiri mpya ya Biblia ambayo hawa wahubiri 17 wa Kiprotestanti na hawa wahubiri 7 wa Katolika waliweza kuandika, na yale inayoandikwa hapa inashurutisha hata mtu huyu aliandika hii magazine au gazeti hii alisema kwamba ni mambo ya kutukana Mungu, naye aliweza kutoa pia maoni yake. Inaandikwa ya kwamba hii ni Biblia ya kutupwa. Waliweza kubadilisha mambo yote ndani ya Biblia hii mpya na wakaharibisha mambo yote kwa kiwango waliweza kuifanya haiwezi tena kueleweka. Unaweza kusoma hapa wakati Luteri alipokuwa amekwisha kutafsiri ndani ya maneno ya uumbaji ya Agano la Kale, akisema kwamba Roho wa Mungu alikuwa akizunguka juu ya maji. Wanasoma hapa sasa ndani ya Biblia mpya kwamba upepo kubwa ilikuwa ikivuma juu ya maji.
Kuna mtu anaweza kuwazia mambo haya, na hiyo ndio nasoma sasa ndani ya Biblia hii mpya ambayo hawa wahubiri waliweza kuandika wa kutoka RDA na kutoka RFA. Wao wahubiri wa kutoka RDA na RFA kutoka Uswisi na Autriche. Aliweza kukamata hapa mifano fulani, na una wako na haja kuweza kufanya hivi, lakini hii yote ni kukufuru. Lakini hii ndiko ndani ya Biblia hayo mpya inasema hapa kulingana na andiko la Biblia. Mnajua pia kuna mamezali ya mambo fulani ndani ya Biblia ambayo inayolingana na maisha ya dunia hii, na mambo fulani yaliweza pia kuletwa kama vile hekima ya maisha ya dunia. Hapa inasema hapa, nikosa ningeweza kuisoma maneno haya ndani ya Biblia. Inaandikwa ndani ya Mezali 31 mstari 6 na 7. Mezali 6 na 7. Umupe mtu aliye karibu na kupotea kileo cha nguvu, na mvinyo yeye aliye na uchungu katika nafsi. Mstari 7. Anywe na kusahau umaskini wake, wala asikumbuke tena tabu yake. Sasa tazama sasa ndani ya hii Biblia yake ya kwamba bia na mvinyo ni njema kwa ajili ya yule anayetaka kupotea, asahau mateso yake. Hiyo inaandikwa ndani ya hii Biblia yao mpya, ndani ya tafsiri yao mpya ya Biblia. Mnaweza kuwazia hii, na hao ni wateolojia wa hiyo maimani mbili tofauti. Sikushangazwa wakati mtu huyo huko Uhindi aliponiuliza ili niweze kumpatia mazungumzo fulani. Akaniambia, unaweza kunieleza namna gani inaweza kuwezekana gisi tunaweza kusikia ya kwamba huko Marekani na ndani ya Uingereza, Ulaya na mahali pengine makanisa za kizehebu ziko zinauzishwa. Mtu anaye anaweza kuingia katika Uingereza au Marekani, ataweza kuona katika makanisa mingi za kimadhehebu inayoandikwa na maneno ikisema ya kwamba for sale, inayomaanisha ya kuujisha, ya bei. Sikuweza kuiamini mimi mwenyewe, na naweza kuwaleta katika miji au mahali ambapo makanisa za kizehebu ziligeuzwa kuwa mabara. Sitaki kuweza kutumikishwa neno ya kwamba ni bara ya usiku. Na mtu huyo huko Madras aliweza kuniuliza, unaweza kunijibu, unaweza kunieleza kwa sababu gani mambo haya ni kweli na kwa sababu gani inafanyika hivi? Tena andiko moja iko kama vile nayo ni kukufuru yale ambayo waliofanya pamoja na maneno haya matakatifu na ya damani. Tazama hii maneno yanasema hapa nini? Unapata hapa ndani ya maneno ya Luteri, ndani ya habari njema inayosema kuhusu matafsiri, pahali ya kuandika bikira wapumbafu. Hapa inahusu tafsiri ya Luteri. Tunafika sasa kwa Mathayo sura 25. Pahali ya kuandika wabikira wapumbafu, au waliandika ya kwamba wasichana wasio na akili. Nisema sasa wale wanaosoma ndani ya Mathayo sura 25 ndani ya Biblia hii mpya hautaweza kupata hii maneno bikira mpumbavu, lakini wanasema kwamba ni wasichana wasio na akili. Hii ni shida kubwa sana. Hii kipimo cha kukataa imani ya uchafu imeenda mbali sana. Imejaa. Hakubaki tu, inabaki tu ni kasirani ya Mungu kuweza kumwangika juu ya uzalimu wote wa wanadamu ambao waliopofushwa na kiburi chao. Wale wanaosoma habari ya kuzaliwa kwa Yesu hawasomake tena ndani ya Biblia hii mpya ya kwamba bikira alibeba mimba, lakini wanasema kwamba mama alibeba mimba. Hii ni kitu cha kuleta shida sana. Hawezi hata pia kuwazia hali ya upotevu isiyo na mpaka ambayo watu wameanguka ndani. Na imani haikuharibishwa na ukomunisme au sosialisme au na isme hata moja, lakini imani iliharibishwa toka madhabahu, na wale walioweza kuharibisha neno la Mungu ni wao ndio walioweza kuharibisha imani kwa waamini, na ambao nani anaweza kushangazwa kwamba mwamini wa kweli? Na hiyo ndio tunatarajia na kungoja, ni kwamba kwa neema ya Mungu aweze kufungua macho pia hata wa mwisho.
Niweza kusoma pia hii maneno mengine ndani yake ambayo mchungaji mmoja anaandika ya kwamba aliweza kuelewa komunism inamaanisha nini. Aliweza kusema maneno yake ya safari yake, akisha akasema ndani ya Ufunuo sura 18 mstari wa 4 na pia andiko ya Biblia inayofuatana na hiyo. Aliweza kutamka hitaji yake kuweza kubaki mwaminifu kwa kiapo ambacho alikuwa ametoa wakati wa kuombewa na kuweza kutangaza injili ikilingana na yale yaliyofanyika wakati wa uamsho. Na akaongeza ya kwamba hiyo nayo ilikuwa pia ni sehemu ya kwamba papa ndiye alikuwa antikristo, na hapo sasa mambo yote ilikuwa imeguswa sana. Lakini nifurahi sana kwa sababu nisikia ya kwamba kungali watu ambao wanaoweza kuelewa hata kwa dakika ya mwisho. Taifa langu, toka katikati yao, toka huko, usiguse kitu kichafu ili usipate mapigo yake. Ufunuo sura 18 mstari wa 4. Kipimo cha kushitawala cha uchafu ya majivuno na hayo yote ambayo unaweza kupata, yote ilipata ndani, niko pale katika hata maneno inavuka hata kipimo, inajaa na inavuka. Lakini kwa upande mwingine tunajua ya kwamba Bwana anashikaza kuweza kutupatia neema kwa walio wake, nasi tunafika katika kiwango cha juu ambacho kanisa la kwanza kuwa ndani wakati lilipokuwa limeanza. Naweza tena kuwasomea nini hapa, kwa maana Breme, huko Breme wako nafanya meza ya Bwana na bia na sosiso kwenye meza ya Bwana, na hiyo haiwezi tena kuwa kweli kabisa. Hii ni mambo ambayo haiwezi kuwa, lakini tunakuwa na shida hata ya kuweza kuyasema, kwa sababu tunasikia kwamba iko kasirani ya Mungu inaweza kuanguka hata dakika fulani, inaweza kushuka na kuweka mwisho kwa mambo hayo yote ambayo inayofanyika leo, ambayo inayozileta kuleta mabishano katika hali yote. Lakini tunaweza kusema nini kwa mambo hayo? Tusahau mambo ambayo Mungu atakayohusika nayo yeye mwenyewe kwa wakati yake aliyopanga, ambayo yeye mwenyewe atahusika nayo. Kazi yetu ni ya kuweza kutangaza ujumbe ya ujao, wokovu ya ujao ndani ya Yesu Kristo, na kushukuru Mungu kwa ajili ya kipaji cha imani, kumshukuru kwa ajili ya kipaji cha neno lake na ya neema yake ambayo inayoturuhusu kuweza kufurahi bila kuchoka, sisi kama vile wanadamu ambao walioweza kupokea neema ya Mungu ya kuweza kusikia na kuamini yale ambayo Mungu anayofanya kwa wakati huu. Hawakusema tu Mungu alikufa, lakini wanasema pia wanamchekelea na kumzihaki na msihaki neno lake. Mwazie kama mtu anaweza kusoma ndani ya Biblia mpya ya kwamba upepo ulikuwa kivuma juu ya maji. Hiyo ina uhusiano gani pamoja na Mungu aliyesema ya kwamba nuru iwe, na hiyo haikuwa tena ndani ya Biblia hii mpya? Kulingana na hao, Mungu alisema tu ya kwamba mwangaza ukuwe tu, ya kwamba mwangaza ukuwe tu. Iko nyepesi kama mtoto wa Mungu anaweza kusoma Biblia kama hiyo, na kwa itakuwa lazima sana kuweza kusikia Biblia na kuweza kuweka pembeni. Lakini siku moja utaweza kusoma akose Biblia hii ili uweze kujua, ili muweze kufundisha akose kwa namna moja, na mkose mtaweza kuweka Biblia zingine zote pembeni. Lakini sijui, lakini kama itafika hiyo. Lakini kitu moja ni cha kweli, hata kama wanatunyang'anya Biblia, neno la Mungu liandikwa ndani ya mioyo yetu. Hapa inaandikwa na wino ya Roho Mtakatifu. Kama hiyo ingeliweza kufika, inaomba akose kuweza kutunyang'anya moyo na kutosha ndani yetu kupitia upasuaji na kuweza kutoshosha ndani neno la Mungu ndani mwetu. Lakini tutaweza kushukuru Mungu kwa Mungu bila kuchoka. Sio kipaji cha nguvu sana, wapendwa ndugu na dada, hiyo ni kipaji cha Mungu. Ndani ya wakati huu walishaka haribisha na kuharibisha misingi ya Biblia mpaka mambo yote iko na anguka na kuporomoka. Lakini Bwana ana mabaki, iko na taifa lilochaguliwa, ukohani ya kifalme. Ana watu ambao wanaotembea katika njia zake, wanaofanya mapenzi yake, wanaoweza kuamini neno lake kwa moyo wao wote na nafsi yao yote.
Ni ya ajabu sana kuona jinsi Mungu aliweza kutupatia ndani ya wakati huu ambao tunaoishi ndani kuelewa, kuona kwa ujumla kwa mpango wake wa wokovu, ili tuweze kujua pia hata hii kupinga kwa imani inapaswa kuja. Huyo mtu mwenye zambi, mtu mchafu anapaswa kufunuliwa, hiyo kujitawala na uchafu unapaswa kukamata mamlaka yake. Tushaka isoma ndani ya Injili ya Mathayo sura 24 mstari 12, upendo ya wengi itapoa na kadhalika na kadhalika, lakini kuna wamoja, kuna mabaki ambao ndani mwao upendo wa kwanza unapaswa kurudi kwao. Moto wa kwanza wa Mungu, huo moto, bidii kwa ajili ya neno la Bwana iliyogeuka kwa ajili yetu kuwa nuru ya kung'aa sana, kama vile Petro anavyosema ndani ya Petro wa pili sura 1 mstari 19, ya kwamba inafaa kuweza kuwa makini kwa neno la unabii inayowaka kama vile taa inayong'aa katika mahali pa giza. Nabii alisema ya kwamba giza itafunika dunia na giza kubwa itafunika mataifa. Ndani ya Isaya anasema, Isaya 60 mstari wa 2, lakini juu yako nuru itang'aa. Na hapo tunaweza kuingia katika nabii Isaya kwenye sura 60, kuingia katika Wakorintho wa pili sura 4 kama sishitanganye, mahali ambapo Paulo anasema kwamba tunaona nuru ya Mungu juu ya uso wa Yesu Kristo. Wakorintho wa pili sura 4 mstari wa 6. Tunaweza kuingia katika Wathesalonike wa kwanza sura 5 mahali ambapo Paulo anasema kwenye mstari wa 4, ninyi si wa giza ili siku hiyo iweze kuwashtukia, kwa maana mgeuka kuwa wana wa nuru, mutembee sasa na muvae silaha za nuru. Hiyo ni kadhalika na kadhalika. Ni ajabu sana kuweza kuona mambo hayo yote na kuweza kuyafata na kuipokea ndani yetu. Kwa hiyo pia kunaongezeka kazi ya Mungu katikati yetu, na hiyo inanikumbusha neno la Bwana ndani ya sura 1 mstari wa 8 ya Matendo ya Mitume, sura 1 mstari wa 8, na pia ndani ya Isaya 43 mstari wa 10. Mungu alikuwa akisema ndani ya Agano la Kale, Isaya 13 mstari wa 10, ninyi ni washuhuda wangu. Bwana anasema, mtumishi wangu ambaye ni mchagua, mupate kujua na kuniamini. Anasema kwamba ninyi wanafunzi wangu. Ndani ya Matendo ya Mitume sura 1 mstari wa 8 ya kwamba ninyi ni washuhuda wangu. Washuhuda si mtu anayesikia yale ambayo wengine wanaweza kusema, lakini mshuhuda ni mwenye aliona yale yaliyofanyika. Na hiyo tangu mwanzo Bwana alikuwa na watu ambao waliokuwa pale, iwe ndani ya Agano la Kale au ndani ya Agano Jipya. Alikuwa na watu washuhuda wa utukufu wake, walioona maajabu zake, washuhuda walioona matendo yake, na ambao iko hivyo pia kwa ajili ya Agano Jipya. Nanyi ni washuhuda wangu. Hakuweka tu huduma na kazi au kazi ya kutimiza na karama ndani ya kanisa, lakini alisema ndani ya Matendo ya Mitume sura 1 mstari wa 8, mubaki Yerusalema mpaka muweze kuvikwa kwa nguvu za kutoka juu, nanyi mtakuwa washuhuda wangu. Mahali ambapo nguvu za juu, nguvu za Roho Mtakatifu zinaweza kuonekana ndani ya kanisa la Mungu aliye hai, pale ndipo unaweza kushuhudia yale ambayo Mungu aliyofanya, yale anayosema, yale aliyotimiza kwa namna ambayo anajifunua yeye mwenyewe na kujionyesha. Wakati tunaposoma ndani ya kitabu cha Matendo ya Mitume sura 1, Bwana Yesu nyuma ya ufuko wake alionyesha kwamba alikuwa hai kupitia wanafunzi wake kwa alama nyingi. Hiyo inamaanisha nini sana? Tunajua inamaanisha nini. Walimsikia wakamwona ndani ya Matendo ya Mitume sura 1 mstari wa 3. Kama watu ambao wasiokuwa wakiamini, ambao walikuwa haamini, wangeweza kuipinga. Nani na kusema nani waliweza kuiona? Wangeweza kunisanyisha wa mitume, lakini Paulo anaandika ndani ya Matendo ya Mitume sura 15 ya kwamba Bwana Yesu alijifunua hata kwa wandugu 500 zaidi. Ndani ya Matendo ya Mitume sura 15 mstari wa 6. Lakini alikuwa amekwisha kusema mbele ya kufa kwake ya kwamba ningali pamoja nanyi kwa muda kidogo, na dunia haitaniona tena, lakini ninyi mutaniona. Yohana 14 mstari 18. Yesu Kristo ni yule
jana, leo na ni yule yule milele na milele. Waebrania 13:8. Lakini ninyi nikusema walio wake, wanafunzi wake, ambao waliopokea nguvu zake, nguvu za ufuko wake, nguvu za Roho Mtakatifu, ambao walio washuhuda wa kazi ya Mungu, wale ndio waliokuwa washuhuda wake. Nasi tunafika sasa katika Yohana wa kwanza sura 1. Tumekwisha kusikia hapa maneno haya iliyo katika Injili ya Yohana wa kwanza sura 1. Inasema kwamba neno lilokuwa tangu mwanzo, ambalo tulilosikia, ambalo tuliloona kwa macho yetu, ambalo tulilotazama na kupapasa kwa mikono yetu, kwa habari za neno la uzima. Sura pili. Na uzima ulifunuliwa, nasi tumeuona na tunashuhudia tukihubiri kwenu ule uzima wa milele uliokuwa kwa Baba ukaonekana kwetu. Neno hili linalingana, maneno haya yanalingana na yale ambayo ilimekwisha kusomewa ndani ya neno la kuanzisha ndani ya sura 5. Maana pale nako kunasema kuhusu kweli, inasemeka kuhusu yule wa kweli na uzima wa milele. Yohana wa kwanza sura 5 mstari wa 20. Uzima ulikuwa pamoja na Baba na ikafunuliwa kwetu. Na hapa sasa kwenye sura 5, Yohana wa kwanza sura 5 mstari wa 20. Nasi tunajua ya kwamba mwana wa Mungu amekwisha kuja, naye ametupa sisi akili ili tumjue yeye aliye wa kweli. Nasi tuko ndani yake yeye aliye wa kweli, ndani ya mwana wake Yesu Kristo. Huyu ndiye Mungu wa kweli na uzima wa milele. Tunashukuru sana Bwana kwa sababu Mungu aliweza kuwa tangu mwanzo na watu ambao waliokuwa pale wakati alipokuwa akizungumza, waliokuwa pale wakati alipokuwa akitimiza maajabu zake, waliokuwa pale wakati alipokuwa akitoa maagizo zake. Alikuwa na watu ambao angeliweza kutumainia, watu ambao waliokuwa wakimwamini, hata kama walikuwa na madhaifu, walikuwa wakilia kutoka kilindi cha moyo wao na nafsi yao kwa Mungu aliye hai, ili aweze kuwahurumia na aweze kuwasaidia. Lakini ndani ya mioyo yao walikuwa wakiamini siku zote, na Mungu aliweza kuwasaidia tena na tena, na akajifunua kwao kama vile yule aliye hai, kama vile aliye pale, kama vile aliye mwaminifu, na ambaye atakaye kuwa hivyo mpaka tutakapotoka katika imani tukiona tuliyoamini. Mutakuwa washuhuda wangu. Hiyo iliweza kunigusa sana katika siku zilizopita, sana ndani ya maneno mahali ambapo Bwana Yesu alipoweza kuiweka huduma tofauti ndani ya kanisa. Lakini sasa ina faida gani kwamba mtu aweze kuwa mwinjilisti kama hawezi kushuhudia yale ambayo Mungu aliye hai aliyofanya? Kama anaweza tu kutoa mahubiri ya uinjilisti ikilinganishwa tu na ndiyo na maneno yake au mawazo yake mwenyewe. Lakini hiyo na faida gani sasa? Na kama wengine wanaweza kujaza makazi zingine ndani ya kanisa, kama hauwezi kusikia na kujua watu ambao waliokuwa washuhuda wa neema na wa nguvu ya ajabu ya Mungu, watu ambao wanaoweza kusema ya kwamba nilikuwa pale wakati Bwana alipozungumza, nilikuwa pale wakati alipotenda, nilikuwa pale wakati hiki na kile kilipofanyika. Na ni hiyo ndiyo Mungu anataka aweze kutufanya, na unaweza kupata watu kama hao mahali ambapo nguvu za Roho Mtakatifu ziko katika kazi, kama vile lilivyokuwa tangu mwanzo ndani ya kanisa la siku ya Pentekoste. Tunajua ya kwamba mambo mengi yaliweza kufanyika makubwa tangu mwanzo, mambo makubwa yaliweza kufanyika tangu mwanzo. Shaka kusema hapa, kila sura ya Agano Jipya inakuwaka na kumalizia. Petro au Paulo aliweza kujionyesha na kusema kwamba mimi mtume na mtumishi wa Bwana wetu Yesu Kristo. Wakati alipomaliza barua yake alikuwa sema na musalimu wote, iwe katika barua ya kwa Roma au katika makanisa zingine. Lakini katika Matendo ya Mitume hazina maneno ya kumalizia, haionyeshe mtu ambaye anayeweza kuwa katika mtume katika shairi za kwanza, lakini nahusu maneno ambayo Bwana aliyofundisha na kuonyesha yale aliyofundisha na kufanya kutoka mwanzo,
naye anaifundisha na kuifanya mpaka mwisho. Na sasa tumefika kwa mwisho, na tunataka tuweze kusikia yale anayofundisha, na tunataka tujue yale anayofanya. Sisi kama vile taifa lake tuna haki ya hiyo, naye aliweza kutoa maagizo kwa wa mitume wake katika wakati ule, na tena anazitoa baada ya mateso yake. Alifanya hivyo kwa ajili wake, alifanya hivyo kwa walio wake mpaka leo. Alijionyesha kama vile aliye hai kupitia maalama nyingi, na tunaamini ya kwamba nasi tunaweza kusema hiyo kitu moja leo. Alijifunua kwetu kama vile aliye hai, kama vile aliyoko kupitia maalama nyingi ambazo tuliweza kuishi sisi sote, ambazo tunazojua sisi sote ya kwamba Mungu peke yake kwa neema yake ndiye aliyeweza kutimiza mambo hayo yote. Mstari wa 8, lakini mtapokea nguvu wakati Roho Mtakatifu atakapokuja juu yenu, nanyi mtakuwa washuhuda wangu Yerusalema, katika Yudea yote, katika Samaria na mpaka mwisho wa dunia. Matendo ya Mitume sura 1 mstari wa 8. Acha Bwana aweze kushukuriwa na aweze kutujaza tena zaidi kwa nguvu za Roho Mtakatifu wake, ili tena mambo makubwa yaweze kufanyika, ili imani yetu iweze kuwa kubwa. Tushaka kusikia katika neno la kuanzisha, kama tunaomba kulingana na mapenzi ya Mungu tutaweza kujibiwa, na Mungu atatupatia yale ambayo tunayomuomba. Sijui kama muna maombi zilizo za kipekee ambazo zinaweza kuleta kwa Mungu. Kuna watu ambao siku zote wanakuwaka na ombi mpya, wako kama vile watoto wachanga, wako pale wanaweza kuandika kose horoza kubwa ya mahitaji, na wanaweza kutamka hitaji zao zote kuweza kuleta kwa Bwana ili aweze kuwajibu. Akose ni namna njema, siwezi kujua kama ni hivyo. Mimi mwenyewe ninakuwaka na mambo machache ya kukamatika ndani ya maisha yangu ambayo ninaweza kuweka katika mikono ya Bwana. Ninaombaka tu Mungu uniongoze katika maisha yangu, ufanye yale yanayonipendeza, ufanye yale yanayokupendeza ndani mwangu, ufanye niweze kuwa pale katika kazi yako. Sina kazi yangu kuweza kushitimizia mwenyewe, sina mambo mengi ya kuweza kuhitaji mimi mwenyewe, lakini nasemaka tu Bwana, mimi niko hapa, unishike na unisaidie ili niweze kufuata njia yako, niweze kutambua neno lako, ili niweze kufanya mapenzi yako. Hiyo ni ombi linalopendeza Mungu. Sina hitaji ya kuweza kujisumbua na kuweza kujua kama ataweza kuijibu au hapana. Najua kwamba ataijibu, kwa maana inaombwa na inafanyika katika mapenzi yake. Lakini kama mtu anaweza kuomba kuhusu mambo ambayo anashakia mwenyewe, hapo sasa ombi lake halina hata nguvu moja. Ombi inaweza kufunua nguvu za kiungu kama mashaka yote yanaweza kutoshwa, na kama hatujui kama yale ambayo tunayoomba inalingana mapenzi ya Mungu, tungeliweza hata kungoja ili tuweze kuyajua kama ni mapenzi ya Mungu. Yale ambayo tunayoomba inalingana mapenzi ya Mungu, ili tusiweze kuzungumuza tu tukizungumzia Mungu tusipoamini kwamba atafanya. Lakini kama tunapoweza kuzungumzia Mungu, tuweze kuifanya katika imani ya ujao, na tunaweza kuifanya kama tunaweza kumletea maombi, kama tunaweza kumpatia maombi kutoka neno lake, na hapo sasa tunajua ya kwamba atatujibu na atatupatia yale ambayo tunamuomba kwa neema. Hapa inaandikwa ndani ya Yohana wa kwanza sura 5 mstari wa 17, yote yasiyo ya haki ni dhambi. Yote uzalimu ni ngapi, iko ngapi na tufikiaga siku nyingi. Mara nyingi unawazia pia kuhusu mabaya unayofanyia mwingine. Mara nyingi nakwaka ni mambo madogo madogo ambayo hatutambuake pia, ambayo pia hatujuake. Lakini najua kwamba ni mwimba Zaburi ndiye anasema, anayeomba pia ndani ya Zaburi 19 mstari wa 13 ya kwamba o Mungu, nisamee makosa zangu zilizofichwa. Mara nyingi makosa yaliyofichwa hatuyajuake pia, lakini Mungu anajua hiyo. Ndani ya Yohana kwanza, ndani ya Yohana 15 mstari wa 2 ya kwamba kila matawi inayotengenezwa inabeba matunda mengi, nayo inaweza kusafishwa pia. Inaandikwa pia ndani ya barua ya kwanza ya Yohana, ndani ya Yohana wa kwanza sura 3 mstari ya kwanza,
Kama tunaweza kujitakasa, tuweza ku Yohana kwanza sura 3 mstari wa 2. Yohana kwanza sura 3 mstari wa 2. Tunajua kwamba wakati atakapoonekana tutafanana na yeye, kwa sababu tutamwona kama vile alivyo. Na sasa mstari wa 3, na kila mwenye tumaini ili katika yeye anajitakasa mwenyewe kama yeye ni mtakatifu. Tushaka kuisema ndani ya nyimbo na tunaisema tu katika maombi, sisi kama vile wanadamu. Pia hakose hatuko hata na uwezo, hatuna uwezo, lakini tuweke matumaini yetu ndani yake Mungu aliye hai mweza yote, na tunajua kwamba ashaka kutusafisha kupitia nguvu ya damu yake, alitakasa kupitia nguvu za Roho Mtakatifu wake, ili tuweze kuwa vyombo vinavyoweza kuletea utukufu, ili tuweze kuonyesha nguvu zake na utukufu wake, ili tuweze kuwa tayari wakati anapoweza kutuzungumzia, na tuweze kuona gisi anatenda, na tuweze kuwa washuhuda kwa yale anayofanya na kutenda. Lakini kwa hiyo ina lazima sana ili aweze kushuka katikati yetu kwa nguvu za Roho Mtakatifu, na hiyo inaweza kufanyika kama tunaweza kumupatia imani ya ujao na tumaini ya kwamba kila mtu katikati yetu toka wa kwanza mpaka wa mwisho anaweza kujifungulia kazi ya Roho Mtakatifu akiwa na moyo inayokuwa tayari kwa ujao, na anajua ya kwamba Bwana ndani ya rehema zake anaweka macho yake hapa ikiwa wazi juu yetu, anakuwa macho juu yetu, na yeye aliahidi ya kwamba atakamata usimamizi yeye mwenyewe juu yetu. Wale wote ambao waliokuwa washuhuda wa kazi ya Mungu katika mahali hapo tangu miaka mingi na pia hata mbele, waliweza kuwa na uaminifu wa ujao kwa yale anayosema kwa neema na yale anayotimiza. Hakuna hata sababu moja ya kuweza kuweka hata swali moja ya kuuliza kwa namna moja au namna ingine, kwa namna yote, lakini tunaweza tu kusema amina, kwa maana tunajua ya kwamba Roho wa Mungu ni mtakatifu, na yeye alitakasa vyombo ambavyo anavyotumikisha. Alitakasa ulimi ili ulimi uweze kusema yale iliyo njema mbele yake, yale ambayo anayoweza kusema wakati anapoweza kuwa hapa yeye mwenyewe, na kama tunaweza kumuona katika mwili na mfupa. Naye aliweza kutupatia hiyo uwezo katika kanisa ili huduma iweze kuendelea, yale ambayo Bwana Yesu aliyofanya yeye mwenyewe hapa duniani wakati alipokuwa akitembea hapa duniani, na huduma hiyo iweze kuendelea na aweze kuifanya hapa duniani kupitia kanisa ambayo iliyo mwili wake, ujao wa yule anayejaa yote ndani ya wote. Waefeso 2:23. Na sasa tunaweza kufurahi sana kwa ajili ya neno la Bwana, na kama leo tunaweza kuleta maombi ambayo yanayofanyika kulingana na mapenzi yake, tunaweza kusema Bwana, utujaze kwa Roho Mtakatifu na Roho Mtakatifu wako, utupatie ahadi zako, utimize ahadi zako, ili nasi sisi wenyewe tuweze kugeuka kuwa washuhuda wa mapenzi ya Mungu na wa nguvu za Mungu, ili kila mtu aweze kuishi Yesu Kristo katika nguvu za ufufuko wake, ili tusiweze kusema tu ndiyo iko katikati yetu, lakini kila mtu aweze kusema ya kwamba ni kweli amejifunua kwangu. Tunaimbaka katika nyimbo ya kwamba yote ilifunuliwa kwangu, na sio tu katikati yetu, lakini yote imefunuliwa kwangu, o Bwana, katika rehema yako kubwa. Na hiyo inafanyika hapa kwa neema. Tuliweza kusikia pia ya kwamba wote, kila mtu binafsi, waliweza kufanya mazoezi yao pamoja na Mungu, na wote wanaweza kuonywa, na wote wanaweza kushikwa na kitendo cha Roho Mtakatifu. Na mara nyingi tunakuwa na huzuni wakati watu wote hawawezi kushikwa na kitendo cha Mungu. Hakuna kitu kinachohuzunisha ndani ya kanisa la Yesu Kristo kama vile kuona mtu fulani anaweza kuacha kitendo cha Mungu kikipita bila hata kupanda ndani ya au kuweza kuingizwa au kuweza kuguswa kwa Bwana, bila kugusa kwa pindo la vazi lake na kuweza kusema Bwana, unakwenda na kurudi hapa, naisikia, unaomba kuweza kuisema kwa imani, na hapo sasa kitu fulani kitafanyika. Lakini kama tunaweza kujifunga sisi wenyewe na kusema wengine akose wanabarikiwa, lakini mimi mwenyewe sisikie kitu, na hapo sasa tunazungumza katika kutokuamini na hatutaweza kuheshimisha Bwana. Lakini wakati tunapotambua kwamba Roho wa Mungu anashuka
Hapo tunaweza kusema Bwana, sasa na mimi ninaweza kushikukuta, nami najifungua, ninataka nikuguse kwa imani, kwa maana sasa unatembea katikati yetu kupitia viti vyetu, na sasa unazungumza, unapita, sasa na mimi nakugusa, na hapo sasa kitu fulani kinafanyika, kuna kuwa kitu fulani kinafanyika. Lakini wakati unapoweza kumsukuma na kusema akose, sasa akose huko mbele ya Bwana, ambaye huko mbele yako, akose iko mbele hapo, lakini sio hapa. Lakini kunaweza kufanyika nini? Lakini pasha kusema hiyo kwa imani, tunapaswa kuifanya kwa imani, na imani iweze kuitenda, kwa maana yeye mwenyewe anaweza kuwa hapa na anaweza kuwa katika kila mtu, ndani ya kila mmoja wetu. Hafungwe katika nyakati na majira, lakini wakati anapotembea katikati yetu anatuzungumzia, na kila mtu anaweza kumgusa na kumusikia na kuweza kumuishi. Na hapo sasa tunaweza kuwa washuhuda wa neema yake na nguvu zake za ajabu ambazo zinaweza kuonekana ndani yetu. Lakini mtapokea nguvu wakati Roho Mtakatifu atakapokuja juu yenu. Matendo ya Mitume sura 1:8. Nanyi mtakuwa washuhuda wangu. Kwanza nguvu za Roho Mtakatifu na yale ambayo tuliyoweza kuishi hapa kwa namna ya kipekee katika juma zilizopita na katika miezi iliyopita, na pia tena katika wakati moja na wakati mwingine katika miaka pia iliyopita, iliweza kuwezekana kwa sababu nguvu za Roho Mtakatifu zilikuwa zimeshuka, na watu fulani wakiwa chini ya upako wa Roho Mtakatifu waliweza kutumikishwa kwa ajili ya baraka yetu ndani ya wote. Nasi tunashukuru sana kwa ajili ya hiyo, au tunafurahi sana kwa ajili ya hiyo. Kwa mfano, wakati mtu anaposimama pale, anaweza kushota maji, na kama anaweza kushota maji na kupatia watu wengine wakunywe, na kama Mungu anaweza kutumikisha chombo fulani, na kisha kunaweza kuwa watu wengi wanaweza kunywa maji na kufurahi kwa yale ambayo Mungu anayofanya kwa neema. Mawazo hayo yote ya damani ya neno lake, tuweze kumtumainia, tuweze kumwamini, tuweze kumuona akiwa pale hapa ndani ya kusanyiko la watakatifu, tuweze kumsikiliza akitenda, tuweze kumsikia akizungumza kwa kiwango ambao tuweze kujua kwamba Bwana, ni mimi ndiye ambaye umechagua, ni mimi ambaye unazungumzia, ni mimi ndiye ambaye unataka uweze kujaza kwa Roho Mtakatifu wako. Ninakushika kwa neno, unaweza nami naweza kuwa mshuhuda wako, ninaweza kufanya mazoezi ya yale unayofanya, na nataka na mimi niweze kushuhudia kwamba mimi niko na wewe, utaweza kuona kwamba Bwana atashuka pamoja na sisi. Inaweza kose kuwa ombi la kweli na sio kuweza kuleta maonyo au kukosoa. Hatuwezi kukosoa Mungu. Tunaweza kusema tu, Bwana, ulitoa ahadi hii, na sisi tunajua kwamba hakuna ahadi yako moja ambayo itakayobaki bila kutumikia au kutimilika. Lakini wewe Bwana utaitimiza kwa neema. Aliahidi ya kwamba atafufuka siku ya tatu, naye alifufuka siku ya tatu. Alitimiza ahadi zote alizokuwa amezitoa. Alisema ya kwamba atatangulia walio wake huko Galilaya, naye aliwatangulia. Alisema nitarudi kwenu, naye alirudi. Alisema nitawatumia mfariji, naye alituma mfariji. Alitimiza ahadi zake zote. Yeye ni Mungu, si mtu aliyedanganye. Yale anayosema ni kweli. Na tulisoma ya kwamba nasi tuko ndani yake yule yeye aliye wa kweli, ndani ya Yohana wa kwanza sura 5:20. Sasa kama tuko ndani ya yule wa kweli, na hapo sasa yote ni uhakika, sasa yote ni kweli, na hakuna hata nafasi kwa mashaka, hakuna nafasi kwa kutokuamini na mambo mengine, lakini tutakuwa ndani ya yule aliye wa kweli, ndani ya mwana wake, na yeye mwana ndiye Mungu wa kweli na uzima wa milele. Kama tunaweza kuelewa hiyo leo, tuko ndani ya kweli, nasi na tutashikwa na kweli yake. Uongo wote na udanganyifu wote itaenda mbali na sisi, na kitu fulani cha kweli cha kiungu kinazaliwa kwa neema. Tabia yake inatushika, Roho wake anakaa ndani yetu ili aweze kutimiza kazi yake ndani yetu. Si sote kwa neema tunaweza kuwa na hitaji ya kuweza kugeuka kuwa washuhuda walio hai wa uwepo wake ulio hai, tunapokuwa tumepokea nguvu za Roho Mtakatifu, kuwa washuhuda wa uwepo wake, tunapoona na kusikia mambo ambayo iliyoweza kufanyika kwa mwanzo, kwa wakati ule wa mitume. Yesu Kristo ajionyesha kama vile aliye hai kwa mwanzo,
Kwa mwanzo alizungumza pamoja na walio wake, akiwaambia siri za ufalme wa Mungu. Kwa mwanzo aliwapa maagizo na masharti, alitoa ahadi kwa mwisho, na yeye anabaki yule yule. Yeye ni wa kwanza na wa mwisho. Kwa wakati ule aliweza kuambia wanafunzi wake, kwa wakati ule kwamba mlipewa kujua siri za ufalme wa Mungu. Alikuwa na mambo mengi ya kutuambia, nasi alituchukua pembeni, akatujulisha mapenzi yake na neno lake kwa namna ya kimaajabu. Basi acha baraka yake takatifu na neema yake iwe juu yetu, na Roho wake aweze kutawala siku zote katikati yetu. Kama hatuna kitu cha kuweza kuleta na kuweza kuomba, tuingie sisi sote ndani ya mahali hapa tukiwa na kusihi ya ndani, na tuombe Mungu. Mungu, mwanga Roho wako juu yetu sisi sote, utawale katikati yetu kama vile ulivyoahidi. Roho wako, roho wangu iko katikati yenu. Bwana, acha hiyo iweze kuwa ombi letu. Hatuwezi kuambia Mungu yale ambayo anaweza kufanya au yale anataka kufanya, lakini tunapaswa kumwambia Bwana, mwanga Roho wako juu yetu sisi sote, utawale katikati yetu kulingana na mapenzi yako. Fanya yote unayotaka kufanya. Sisi tuko hapa ili tuweze kujiweka chini yako, ili tuweze kukuamini na kuweza kukutumainia. Na hapo sasa, kwa neema yake atafanya hivyo. Jina lake la ajabu na la utukufu la Yesu liweze kusifiwa. Amina.